Kutokana na ongezeko la wafugaji wanaojitosa katika ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba na hata vidimbwi katika kaunti ya Busia, uhaba mkubwa wa samaki sasa umeanza kushuhudiwa na kupelekea baadhi ya wafugaji kutafuta samaki wa kufuga katika kaunti ya Murang'a. Ukosefu wa maji safi na vifaa muhimu pamoja na gharama ya juu ya ufugaji ama vyakula pia umechangia pakubwa upungufu huo. Huku ziwa hili la Victoria likikumbwa na upungufu mkubwa wa samaki, wakulima wengi sasa wakiwemo wanawake na vijana wanageukia ufugaji wa samaki katika vizimba na pia vidimbwi katika nchi kavu. Hali hii imesababisha mahitaji ya samaki wachanga wa kufugwa kuongezeka, ila upatikanaji wake katika kaunti ya Busia imekuwa changamoto kubwa kwa wafugaji. Wakulima katika kaunti ya Busia hulazimika kutafuta samaki hao kutoka taifa jirani la Uganda, kaunti za Kisumu na Kakamega na hata kaunti ya Murang'a, ila mahitaji yao bado hayatoshelezwi. Fingerling kama hazitoshi upande huu. Wakulima kutoka Kakamega, kuna hatcheries zimekuja kule Kakamega ambazo pia zina produce fingerling. Kisumu pia Bungoma na uko Mount Elgon kuna hatcheries ambazo zimekama up sahi zinajaribu kusatisfy hii demand, because demand ya fingerling pande hii ya Busia na pia Siaya iko very high and inataka sasa mambo ya collaboration. Ni kutokana na hali hii ndipo kituo cha uzalishaji samaki wachanga cha Hydro Victoria ufuani mwa ziwa Victoria katika eneo bunge la Budalangi kilianzishwa, kufikia sasa kikiwa na uwezo wa kuzalisha samaki wachanga 100,000 pekee kwa mwezi, idadi hiyo ikikosa kukidhi mahitaji ya wakulima. Wakati tulianza kulima wa samaki tulipata fingerling haitosha. Kukuwa na fingerling Busia, Kakamega, Kisumu ilikuwa ni kidogo, mara haipatikani. Tulitoa fingerling uko Murang'a kule Central, na tukawa tunajiuliza kwa nini tuende all the way Murang'a kuleta fingerlings, na huku ndio watu wanakula samaki na hawana fingerlings. Ndio maana tukaseti hatchery hapa. Hata hivyo, uzalishaji wa samaki hawa unaathiriwa na ukosefu wa maji safi, vifaa maalum na ukosefu wa ufahamu wa kutosha katika sekta hiyo. Kwa sasa makundi ya vijana yakihusishwa katika utengenezaji wa chakula cha samaki ili kusaidia kupunguza gharama ya ufugaji. Kwa hivyo samaki wetu ambao tuliweka pale tulikuwa na maarifa ndio, lakini hayo maarifa hayakukuwa zaidi. Ndio maana hawa wamekuja hapa kama shirika kutufunza kuhusu ufugaji wa samaki, na si kuhusu tu ufugaji wa samaki bali kutengeneza chakula cha samaki. Na kwa hesabu yetu tukapata ya kwamba mkulima anaweza kujitengenezea chakula cha bei kiwango ya chini kama shilingi 50 kwa kilo, ilhali pale sokoni chakula cha chini kabisa tunapata kwa shilingi 150 kwa kilo, ama shilingi tuseme 105 hadi 110 kwa kilo. Walemavu na vijana wafugaji wa samaki waliopokezwa mafunzo hayo wana matumaini kuwa faida yao itaongezeka. Nimeweza kujua hizi ingredients ambazo wanatuonyesha jinsi ya kutengeneza chakula tunazo nyumbani, na hata kama uwezi enda sokoni unaweza ongea na mzazi aidha akakupatia hizo ingredients. Na pia ambacho nimefurahi nayo, wametufunza kuhusu black soldier flies na jinsi ya kuzitunza. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.